Wewe, tumekuja. Tunakusikiliza. Sema ulichotuitia. Mama mdogo. Nimewaita hapa kuambia matokeo yametoka. Kwa natakiwa kujiunga na chuo. Akusomesha nani? Mimi sina hela kukusomesha wewe. Dada. Ndio unasema una pesa ya kumsomesha? Jana tu hapa kwenye shughuli umetunza mamilioni. Halafu leo hii unasema hauna hela ya kumsomesha kweli mtoto? Sina hela. Sina pesa kumsomesha. Sina pesa ya kukusomesha. Toka. Box kama wewe. Toka. Dada, sio vizuri lakini. Na wewe ndio uzungumze hata mbele ya mtoto. Kwa nini usingesubiri? Mimi na wewe tukawa wawili ndio uzungumze mambo haya. Kwa nini uzungumze mbele yake? Dada, si ni kweli lakini umetunza mamilioni jana. Hao bado una hasira na za babake. Bado zipo ndani yako ndio unaziamisha kwa mtoto. Mpaka unasema umsomeshi. Kweli? Na wewe umezidi. Nimeshasema sina hela. Kama unataka msomeshe wewe. Kama una hela kumsomesha. Dada, lakini atakusaidia wewe ujue. Haya. Sagarino? Naam, mama mdogo. Njoo mara moja. Haya. Mama mdogo. Unafanya nini? Napumzika tu. Sasa nimekuita tuzungumze kidogo kuhusu mamaka alivyokuwa anasema. Naona hata usimzingatie sana. Sawa? Mimi nipo. Utakuzingatia, utasoma. Utaenda chuo. Sawa? Sawa. Mamako kuna hali tu anapitia. Wewe jaribu tu kumuelewa. Sawa? Sawa. Mama mdogo. Ushawahi kujua kwa nini mamangu ananichukia kiasi? Ndio maana nimekwambia. Ipo siku moja utakuja kuelewa. Wewe sasa hivi tulia. Tuliza akili yako kabisa. Usubirie kwenda chuo. Sawa? Sawa, haina shida. Yaani nimeishi naye kwa ugumu. Mpaka nishawahi kutamani niondoke huko ndani. Nikakae mbali. Yaani nipotee, nisiage hata kwa. Usije ukafikiria kitu kama hicho. Sawa? Wala usije ukawaza tena. Bado niko hapa. Utasoma. Sawa. Lakini hii ni last chance. Asiponielewa ni hamtaniona na mtojua niko wapi. Usije ufanye hivyo hata siku moja. Mwambie kabisa hiyo. Wewe tuliza akili kwanza. Nimekuelewa mama mdogo, usijali. Sawa. Mimi niko ndani. Haya. Wewe kichwa boksi. Nimekuambia naenda sokoni. Nikute kazi zote umemaliza. Wale wako nikute hujafanya kazi zote. Fanya usafi nikute nyumba safi. Nafikiri umenielewa wewe kichwa boksi. Dada. Ndio mfokee hivyo mtoto jamani. Na wewe umezidi sasa. Mimi bila kumwambia huyu ataambiwa na nani? Ataambiwa na nani?
Sagalino mwanangu. Naam mama. Nikuletee zawadi gani? Yoyote tu mama mdogo. Ona sasa. Haya, kwa sababu umemzaa wewe. Twende bwana. Boda na Sagalino mwanangu, jambo? Sijambo mama mkubwa, shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Vizuri, karibu mama mkubwa. Asante. Vipi mama yako nimemkuta? Mama akatoka na mama mdogo ameenda sokoni kununua vitu. Oh, wameenda sokoni. Okay. Sawa sawa. Nimeona nije niwasalimie, niwaone kidogo, nitembee, si unajua tena. Ndio. Vipi unaendeleaje wewe? Mimi naendelea vizuri mama mkubwa. Lakini kilo zangu ni zile zile. Mama bado hajabadilika bwana. Bado ananinyanyasa. Ananitesa. Ananikaripia, yani kama mkali zaidi yani. Huwezi amini. Humu ndani napaona pachunga. Natamani kuondoka lakini nitaenda wapi? Hapa ndo nyumbani. Ongea na mama mkubwa, ananitesa. Hivi huyu mdogo wangu ana nini? Anajitoa ufahamu sio? Anawaza nini mpaka anafika hatua hiyo? Anyway, kama hali iko hivyo, mimi humu ndani stoki, nitamsubiri mpaka afike. Lazima niongee naye, nihakikishe kinaeleweka, tupate mwafaka. Sawa mwanangu eh? Sawa mama. Mimi siondoke, namsubiri. Wewe tulia. Sawa? Sawa mama. Kila kitu kitakaa sawa. Sawa sawa. Mimi nipo. Sagalino mwanangu. Naam. Na hizo nywele ukazinyoe. Unajua muonekano wa mtu waga unamponza eh? Sawa? Haina shida wangu, mwenda zinyoe. Sawa sawa. Dada wewe. Karibu. Asante. Mgeni wewe. Karibu dada. Asante, habari za huko mtokako? Nzuri, shikamoo. Marhaba, habari yako? nzuri dada yangu, sijui wewe. Mimi nashukuru Mungu. Habari za huko? Nzuri. Karibu sana. Asante. Bora hata mmefika. Nimekuja hapa sijawakuta nikasema, hawa watu lazima niwasubiri. Tunajua tena tumeenda kuhemea sokoni. Ongeleni, nawaona. Sagalino mwanangu. Naam. Kapumzike basi. Sawa? Haya. Ndugu wangu, ongea, umekuza. Asante. Ngoja nisogee tutete kidogo basi. Sawa dada. Haya, ndugu wangu. Mimi nimekuja hapa sijawakuta. Lakini pia nilikuwa nikiongea na huyu mtoto. Hivi mdogo wangu, haya makasiriko yako yataisha lini? Tutaongea na wewe mpaka lini? Hivi huyu mtoto alikuandikia barua ya kuja duniani eh? Au wakati unanengeneka na baba yake alikuwepo huyu mtoto? Si wewe mwenyewe tu na starehe zako na babake? Hivi kwa nini unamtesa huyu mtoto? Unamnyanyasa kiasi kwamba hata shule hutaki kumpeleka. Unafikiria nini? Hivi wewe una taarifa kwamba baadaye atakuja kuwa nani? Mtoto alivyo mzuri, amekuwa, umemfikisha hatua hii, amekuwa handsome, ana akili, yuko very bright. Hivi unatarajia nini huyu mtoto? Unataka asaidiwe na nani? Nani atakuja kukusaidia? Ni kweli baba yake alikutelekeza akaondoka, hamjali mtoto. Na wewe unataka kumwacha huyu mtoto hahudumiwe na nani? Mama, huyu mtoto ni wa kwako, unatakiwa umhudumie. Alafu usichokijua, watoto wa kiume kesho na kesho kutwa wanajua anakuja kukugeuka huyu mtoto kwa hivi vioja unavyomfanyia. Akikugeuka utakuwa mgeni wa nani? Mimi nakwambia kama dada yako,
makasiriko hacha. Hacha makasiriko kabisa. Wakati wa makasiriko umepita. Hebu mhudumie mtoto. Kesho huyu mtoto ndo atakuja kukusaidia wewe. Huyu ndio tegemeo lako la baadaye. Ujui ya kesho ujue. Sawa dada, nimekuelewa. Sina mambo mengi, ninachotaka huyu mtoto shughulika naye. Umsomeshe. Unataka kusomeshia nani kwanza? Baba ndio huyo kakukimbia, ni kweli kakukimbia. Kila mtu anajua. Haya. Huyu mtoto akasaidiwa na nani? Aende wapi? Kama sio wewe mama. Naomba hili swala sitaki kulizungumza tena. Nione mtoto anasoma. Mtoto mwenyewe umebarikiwa, ana akili, anajielewa. Yaani sijui. Hautaka upewe kilema wewe. Mtoto mzuri kabisa hivi. Na akakuwa kawa handsome kabisa hivi. Hebu shughulika na huyu mtoto. Sawa? Bwana dada, wewe umeongea leo. Maana hata juzi yenyewe hii tulilizungumzia hili swala la kuhusu aende chuo mtoto. Lakini sasa bora wewe hata labda atakuelewa. Mdogo wangu. Yaani hayaniingia akilini. Mzazi siku zote waga ana uchungu na mtoto wake. Wewe mbona una uchungu? Nakwambia siku moja tumbo la uzazi litakuja kukukamata wewe. Sijui utakuwa mgeni wa nani. Hichi ni kiume ambacho ulipewa na Mwenyezi Mungu. Shukuru Mungu. Wapo ambao hawana watoto jue. Wanahangaika. Wewe umepata mtoto, yani unamtesa, unamnyanyasa, shule hutaki kumpeleka. Akasomeshwa na nani? Embu badilika. Embu acha makasiriko yako hayo. Sawa? Sawa, nitajitahidi dada. Haya na wewe mwenzetu. Utakaa nyumbani mpaka lini? Upo tu, huyo bwana hataki hata kuleta barua, si ndio? Atakuja bwana. Tunataka kucheza ngoma, tunataka kula ubwabwa sie. Jamani, Atakuja msiye. au umelizika tu kuona unakaa. Unajua Dada tena. Kwa hiyo Wapeje bali atakuja. Wenzangu mimi nataka kula ubwabwa, nataka nicheze ngoma mimi dada yenu, nikatunze. Si mnajua tena Mama. Sikia. Kuna kitu sielewi kati yangu mimi na wewe. Mama, tangu nianze kuishi na wewe au tangu nijitambue, wewe ndo mama yangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Umenizaa wewe. Umenilea mpaka nimekuwa. Ila mama, umekuwa ukiishi na mimi kama sio mwanao wa kumzaa. Hakuna jema nalolifanya likupendeze wewe. Kama ni kusoma nimejitahidi, nimesoma. Najua labda utafurahi. Makundi mabaya sijajiingiza. Hilo umekuwa tu unanikalipia. Unakasirika mama, kwa nini? Najaribu kufanya kila namna ambayo mwanae akifanya mama yake anafurahi. Lakini mamangu sijai kuona ukifurahi. Kila anachokifanya kwako ni kibaya. Sijui, labda wenda nikukosea. Ila sijui mama ni wapi nimekukosea. Natamani ningejua nikukosea nini. Wewe ndo baba, wewe ndo mama. Sijawahi kumjua hata babangu ni nani, wala sijawahi kumuona. Mama, naomba kama nikukosea mahali na sijui, nisamehe mama wangu. Mama, naongea na wewe mama. Sina baba mimi, sijawahi kumuona wala hujawahi kunionyesha baba yangu. Na wala sijawahi kujua baba yangu ni nani. Ndio mimi huyu mmoja amenizaa peke yangu.
angalia watoto wa wengine, mama zao wanawapenda, lakini kwangu haiko hivyo. Sijui ni kitu gani kinafanya nakuwa hivyo mamangu. Kama nimeamua kukuita hapa ili nikueleze, ili limenitesa muda mama, naomba kujua. Saga mwanangu. Naam. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Kuhusu jambo lako la chuo. Kila kitu nimeshakiweka sawa mwanangu. Wow. Asante sana mamangu. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Nilikuwa sipati usingizi nawaza lini mama yangu atanifikiria, anifanyie mchakato wangu wa kwenda chuo. La pili mwanangu, ni kutokana na mimi jinsi tulivyokuwa tunaishi. Kwa hiyo mwanangu, naomba unisamehe. Maneno uliyoongea siku ile yaliniuma sana, yalinichoma mwanangu. Kwa hiyo naomba unisamehe. Kilichosababisha mimi na wewe kuwa vile mwanangu ilikuwa ni hasira. Hasira hiyo ni kwa sababu ya baba yako. Na baba yako ndo alifanya yote hayo yatokee. Kuniterekeza na mimba yako wewe. Ndio kikakimbilia hicho mwanangu. Kwa hiyo mwanangu, ndio maana nimekuita hapa unisamehe, tuishi kama wanavyoishi watu wengine. Nitakupenda mwanangu na nitaendelea kukupenda mtoto wangu. Mungu akubariki kwenye hayo mwanangu. Sawa mama, sijali, nimekuelewa. Nimefurahi sana kusikia hivyo mamangu. Sijui hata nisemeje. Leo nitalala usingizi mwololo, yaani sijui nikwambieje mamangu. Mama, nakuahidi nitasoma kwa bidii, nitapambana, nitajitahidi ili nije nikutunze baadaye mamangu. Sawa mwanangu, na mimi pia ninakuombea mwanangu. Amen. Ukafanye bidii, ujitahidi. Tuko pamoja na nitazidi kukupenda mwanangu. Sijali mama, sitokuangusha. Na kutegemea babangu.